Mkuu wa majeshi ya ulinzi ya wananchi wa Tanzania, Jenerali Jacob John Mkunda, amelipongeza shirika la Mzinga kwa kuanzisha mradi wa kokoto mkoa wa Arusha uliopo chini ya kampuni tanzu ya shirika hilo. Salamu ya mkuu wa majeshi! Heshima! Kama sawa, afande mkuu wa majeshi, gari ya heshima iliyoandaliwa kwa ajili yako na shule ya uhandisi wa medani iko tayari kwa ukaguzi wako, afande mkuu wa majeshi. Akizungumza wakati wa uwekaji jiwe la msingi la mradi huo uliopo eneo la Nanja wilayani Monduli leo tarehe 3 Mei 2025, Jenerali Mkunda amelipongeza shirika kuanzisha mradi wa kokoto wa kimkakati. Amewataka wasimamizi wa mradi huo kuwa makini na kutanguliza maslahi ya shirika na kuuendesha kwa faida ili uwe shamba darasa kwa miradi mingine. Huu mradi utakuwa shamba darasa kwa miradi mingine inayofanana na hii ya kokoto au madini. Kuna eneo kule Dodoma ambalo tuna mlima wa kokoto kama hizi. Kwa hiyo tunategemea huu mradi ndio utoe mafunzo yote kwa ajili ya kuanzisha project ambayo itakuwa ina boom zaidi ya hii. Mwelekeo wa jeshi sasa hivi ndio huko. Tulishatoka kule kwa zamani. Sasa hivi tuna rasimu mwelekeo wetu, tunazalisha pia. Ndio maana tumeanzisha miradi mbalimbali. Na kiukweli inasaidia sana kupunguza bajeti, ile nakisi ya bajeti ya serikali ambayo itakiwa tupatie sisi. Akitoa taarifa ya mradi huo, mwenyekiti wa bodi ya shirika la Mzinga, Luteni Jenerali Samuel Ndomba mstaafu, amemhakikishia mkuu wa majeshi kuwa mradi huo utasimamiwa kwa umakini sana ili uwe na tija na kuchangia uchumi wa taifa. Lengo la kwanza ilikuwa ni kuhakikisha kwamba huu mradi tutauanzisha. Lengo lilikuwa ni kuhakikisha kwamba utakapofanya kazi ni kuweza kuboost Mzinga, yani shirika mama. Kwa upande wake, meneja mkuu wa shirika la Mzinga ambalo linaendesha kampuni tanzu ya Mzinga, Brigedia Jenerali Seif Athmani Hamisi, amesema mitambo ya mradi huo iliyofungwa ni ya kisasa na itakuwa na uwezo wa kuzalisha kokoto tani 300 kwa saa moja. Mitambo inayotumika hapa na ina component au visehemu kama 7, ikiwemo mitambo 3 ya kuvunja na kusaga mawe ambayo ni jaw crusher, impact crusher na cone crusher, lakini pia ina maeneo ya kupokelea ambayo ni hoppers, lakini na machekecheo makubwa mawili ambayo ni vibrating screens 1 and 2, lakini pia ina conveyor belts zipatazo 4 kwa ajili ya kusafirisha kokoto pamoja na mazalia mengine kama chipping pamoja na dust. Uwezo wa mtambo huu ni tani 250 mpaka tani 300 kwa saa. GMTV.